Rais wa Marekani Donald Trump kupitia mtandao wake wa Truth Social kuitishia Irani kwamba siku ya kesho Jumanne wataanza kuishambulia miundombinu ya nishati na madaraja, la sivyo ufungue mlango bahari wa Hormuz. Iran nao wamejibu mapigo kwa kutoa video inayomuonyesha kiongozi wao mkuu Ayatollah Mojtaba Khamenei akisimamia jambo moja zito sana ambalo ni kwa ajili ya maangamizi. Kwenye video tunaona coordinate ya kituo nyeti kabisa cha nyuklia cha Israeli kiitwacho Shimon Peres Negev Nuclear Research Center au Dimona Nuclear Reactor. Hii ina maana kwamba shambulieni vituo vyetu vya nishati na sisi tunaushambulia moyo wa nyuklia wa Israel. Kumbuka kwamba siku chache zilizopita Machi 22, 2026 makombora ya Iran yalifanikiwa kutua kwenye maeneo ya karibu na kituo hicho cha nyuklia miji ya Dimona na Arad. Hivyo ilikuwa kama salamu kwamba tunaweza kufanya lolote. Kwa kuwa wale wazee wa busara ndio kosa lao kubwa sana. Sasa hivi ndio nchi ipo mikononi mwa vijana na mapigano, na ni mwendo wa mapigo na mwendo tu. Hii ni taarifa ambayo naisoma kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa Siasa Makini, moja kati ya kituo ambacho kinaendelea kutoa taarifa za kuaminika na zilizothibitishwa na vyombo mbalimbali duniani kuhusiana na taarifa za vita, na nimekusomea hii taarifa kutoka hapa Siasa Makini, na hii ni taarifa ambayo teka umaarufu mkubwa sana baada ya Donald Trump kuchapisha katika ukurasa wake wa Truth Social ni kwamba Iran wajiandae na dhahma ambayo inakwenda kutokea kesho Jumanne. Ni swala kusubiri, kwa maana Donald Trump amekuwa ni rais ambaye hasimamii ama kuzingatia misimamo yake juu ya yale ambayo huwa anayazungumza. Je, ni inakwenda kuwa rahisi kiasi hicho kwa Iran kushambuliwa ama kuruhusu kushambuliwa na makombora ya Marekani pamoja na Israel kuelekea katika vituo vyao vya nishati na madaraja? Na hiki ambacho kinaonekana katika video, Mojtaba Khamenei amespot video ama location kwenye video hii ikionyesha kwamba tayari wanajua zile nuclear center ambazo Israeli amekuwa nazo kwa kipindi kirefu, ama huu ni mwendo wa kuchimbana mikwala juu ya hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati. Tusubiri kuona vuguvugu la vita ambayo inaendelea. Je, vita hii itaendelea kuteka ama kuchukua siku nyingi na kupoteza maelfu na mamia ya watu? Tusubiri kuona. Je, Trump atabadilisha msimamo wake, kwa maana amekuwa ni rais ambaye amekuwa kama kigeugeu juu ya maamuzi ambayo anakuwa ameazimia kuyafanya. Na ikumbukwe mpaka sasa wako viongozi na majenerali 8 ambao wamefutwa kazi kupitia utawala huu wa Trump, na hii yote ni kwa sababu ya maamuzi ambayo kumekuwa na kupingana katika maamuzi ndani ya wizara ama kupitia waziri wa vita Peter Hegseth. Kwa hiyo tusubiri kuona kwamba je, hiki ambacho kinaendelea kitakwenda kutoa majibu ya namna gani. Tayari Iran wamesha spot coordinate ambazo wamepanga kuzishambulia, na tayari wanaenda kupiga katika vituo vya nuclear. Ikumbukwe Israel ni miongoni mwa mataifa ambayo yanamiliki nuclear, ingawa walishakataa swala la kupimwa ama kwenda kuchunguzwa nuclear yao, lakini ukweli ni kwamba wana nuclear ya kutosha. Tusubiri.